kumsifu na kumwabudu Mungu. Maana tangu nimeanza naongea kusifu na kuabudu kwa muombaji. Yamkini bado hujanielewa namna yako unavyofanya. Wacha muda huu nikuonyeshe namna ya muombaji kumsifu na kumwabudu Mungu. Wakati wa sala zako, kabla hujaombea mahitaji yako, ni vizuri ukaanza kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Wakati wa sala zako, unapokuwa unasali, kabla hujaanza kuombea mahitaji yako, ni vizuri ukaanza kwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Au wakati mwingine ni vizuri ukianza kwa maombi yako na sala zako, katikati umsifu na kumwabudu Mungu, ndipo uendelee na maombi yako. Au mwishoni umsifu na kumwabudu Mungu, ndipo uhitimishe maombi yako. Kwa hiyo kusifu na kuabudu unaweza ukaanza mwanzoni ukiwa unaanza maombi. Kwa mfano, labda nataka niombee nchi, plani yangu ni kuombea nchi. Kabla sijaanza kuombea nchi, naanza kwanza na msifu Mungu na muabudu Mungu juu ya maisha yangu, juu ya neno lake lilivyoandikwa, juu ya matendo makuu ambayo amewatendea watu niliyoyaona, na msifu tu na kumwabudu namna hiyo. Nikimaliza ndo naanza kuombea nchi. Unaweza ukafanya hivyo. Nafikiri unanielewa. Na huku kusifu na kuabudu unaweza ukakufanya katika namna mbili. Kwanza, kusifu na kuabudu unaweza ukamsifu kwa maneno. Kwa maneno tu kawaida, kwa kutamka ukuu wake kwa maneno. Lakini pia unaweza ukamsifu na kumwabudu kwa kumuimbia nyimbo. Nasema hivi, kusifu na kuabudu unaweza ukamsifu na kumwabudu kwa maneno pekee, ukatamka tu maneno ya kumsifia Mungu. Lakini pia unaweza ukasifu na kuabudu kwa njia ya kuimba, ukaimba nyimbo mbalimbali za kumsifu na kumwabudu Mungu. Kwa unaweza ukafanya mojawapo, au ni vizuri ukayafanya yote mawili kwa pamoja. Zaburi ya 15 ule mstari wa kwanza hadi wa 6, kuna kitu kizuri pale. Zaburi ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 6. Zaburi ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 6 inasema namna hii: Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni kwa anga la uweza wake, msifuni kwa matendo yake makuu. Samahani, sio Zaburi ya 15, ni Zaburi ya 150. Zaburi ya 150. Naanza kuisoma tena upya. Zaburi ya 150 ile nzima. Tuanze na mstari wa kwanza. Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni katika anga la uweza wake, msifuni kwa matendo yake makuu, msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake, msifuni kwa mvumo wa baragumu, msifuni kwa kinanda na kinubi. Kwa kumbe wakati mwingine unaweza ukapiga kinanda huku una msifu. Kupiga kinanda katika namna ya kumuimbia Mungu ni sawa na kumsifu na kumwabudu. Kupiga ngoma, filimbi, vifaa vya muziki vyote unavyovifahamu wewe, kuvipiga katika lengo, cha msingi ni lile lengo la ndani, kwamba unapiga kinanda ukiwa na lengo gani, unapiga filimbi ukiwa na lengo gani, unapiga ngoma ukiwa na lengo gani. Unapofanya katika lengo la kiibada ni sawa na unamsifu na kumwabudu Mungu. Anasema msifuni kwa matari na kucheza, msifuni kwa zeze na filimbi. Kwa pia unaweza ukacheza unapomsifu Mungu. Cha msingi ni ile nia ya ndani, kwamba unacheza kwa lengo gani. Msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya. Wapendwa, naomba niulize swali. Ni nani miongoni mwetu ambaye hana pumzi? Ni nani yuko hapa ambaye hana pumzi? Ni nani? Wote tuna pumzi. Wote tuna pumzi. Asa hiyo pumzi ulionayo ndani yako, Biblia inasema tumia kumsifu Bwana kwa kucheza, kwa kuimba, kwa maneno, kwa kutumia vyombo vya muziki. Msifu Bwana na kumwabudu kwa hiyo pumzi yako. Mimi kuna wakati ukinikuta niko kwenye sala zangu binafsi, kuna muda utanikuta naimba mapambio. Naimba mapambio kabisa. Ninaimba nyimbo za kuabudu na ninacheza kabisa. Unanikuta nacheza kabisa, niko peke yangu na sali, nacheza kabisa.
Baada ya hapo naanza na kutamka maneno ya kumsifu Mungu. Baada ya hapo naanza kutamka ya kumwabudu, kisha ndo naanza kuomba. Mara nyingi sana nimekuwa nikifanya hivyo, sijui ni mara ngapi, ila mara nyingi imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kwa kama muombaji, weka hicho kitu kiwe sehemu ya maisha yako.